warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambao Mwenyezi Mungu amempa utukufu na akampeleka kwa ajili ya walimwengu wote, tofauti na mitume waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliotumwa na wakatumwa kwa kabila yao na watu wa lugha yao. Mtume Muhammad wakati ametumwa kwa ajili, ndio mtume wa mwisho, ametumwa kwa ajili ya walimwengu wote. Mimi wananiita Salim, sijui wewe wanakuita nani? Naitwa David. David, asante sana. David, Muislamu Mkristo? Mkristo. David, hebu wekelea swali tusikie, swali gani ungependa kuuliza Waislamu au ungependa kufahamu kuhusu Uislamu? Ningependa kuuliza swali kwa Waislamu la kwamba huwa nasikianga mkisema Yesu Kristo alikuwa anaabudu katika sinagogi na mnasema sinagogi ni msikiti. So nataka uniweke wazi nielewe ya kwamba sinagogi na msikiti, mimi naelewa sinagogi ni kanisa. Je, wewe ulisema sinagogi ni msikiti? Unaweza niweka wazi? Nitakuweka wazi kabisa, kwa sababu 4:16 kitabu cha Luka kinatuambiaje kuhusiana na sinagogi. Ndio nikuweke wazi vizuri pole pole. 4:16 kitabu cha Luka. Mambo ni ya Luka inasema 4:16 inasema. Ndio nikuweke wazi kabisa kuhusiana na sinagogi. Ni kitabu cha Luka 4:16. Ndio hii 16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Sasa Biblia inasema Yesu alikuwa akiingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mimi Muislamu ni innocent, maana sijajua walioandika Biblia. Sasa najiuliza hii sinagogi nini? Walioandika Biblia wananiambia usiwe na wasiwasi, tutakueleza sinagogi nini. Hapo nyuma wakaweka maneno magumu. Neno wakaliweka la sinagogi, maana yake nini? Muonyeshe uone walioandika Biblia walitueleza sinagogi nini? Sinagogi. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. So mimi Muislamu ninaposoma Biblia sitakuwa na ugumu wa kuielewa, kwa sababu walioandika Biblia wanaielewa. Wakaniambia Yesu alikuwa akienda katika sinagogi, na wakanieleza hii sinagogi sikupe taabu, hii sinagogi sio kanisa, hii sinagogi ni msikiti. So walioandika Biblia ndio wanatangazia watu sinagogi ni nini? Ni wanamtangaza ya kwamba sinagogi ni msikiti. Sasa mimi ni innocent, nasoma Biblia, so lazima nikubaliane na walioandika Biblia wanaposema sinagogi ni msikiti. Na ndio nikakutangazia sinagogi ni msikiti. Yesu kaenda msikitini, yeye Muislamu, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuandika sinagogi ni kanisa, lakini hawakuandika sinagogi ni kanisa, waliandika ni msikiti, kwa sababu hawakuwa wanataka kuficha ukweli, walikuwa wanataka wanatoa ukweli ujulikane. Sasa wakatoa wakasema sinagogi ni msikiti, Yesu kaenda msikitini. Basi mimi nikakusomea. Sasa tatizo yangu ni ndio nikakufafanulia iko kwa Biblia. Lakini swali langu ni moja. Mbona Yesu Kristo tabia zake, ama siku ile alikuwa anaabudu, mbona yeye tabia zake na kila kitu ambao maabudu yake yote mbona ni ya Kristo? Kwa mfano kama gani? Kwa sababu Yesu anasema ibada iabudiwe gani? 4:10 Mathayo. Alafu sasa unipe hiyo ya Kikristo. Mathayo 4:10 inasema. Angalia hapo baba. Tunaenda tu kwa Biblia huko. Alafu wewe utanionyesha wapi Yesu alifanya ibada ambao Wakristo wanafanya. Angalia hapo. Mathayo mtakatifu 4:10 inasema hivi. Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani. Nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu anasema ni kitu kimeandikwa, umsujudie peke yake. Peleka uso wako chini usujudu. Sasa sijaona Wakristo wakifanya hii ibada ya kusujudu, na Yesu ndio alifundisha. Wanaambia watu wake imeandikwa msujudie Bwana Mungu wenu, tena uabudu Mungu peke yake. Lakini hawa watu ambao wanasema wanafuata Yesu hawaabudu Mungu, wanasema anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Badala waabudu Mungu, Yesu anasema abuduni Mungu. Wao wanasema hapana, si tutakuabudu wewe Yesu. Sasa ibada gani Yesu alifanya ambao inabatana na Wakristo? Hii ya kwanza ni kusujudu. Ya pili alionyesha wanafunzi wake 13:5 Yohana. Mimi sijaona akifundisha yote ya Wakristo.
13:5 Yohana. Mambo ni ya Yohana 13 aya 5 inasema, angalia babu Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuyavuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simioni Petro, huyu akamwambia Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simioni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu tunaona anaweka maji, anaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Na kitendo cha kutawadha kinafanyika msikitini. Sijaona Wakristo wakitawadha. Sasa Waislamu, mimi naona Yesu katika mafunzo yake vitu mingi ni Uislamu tu anafundisha. Manake watu wanatawadha, watu wanaabudu, wanapeleka uso chini. Sasa hii ya Ukristo ya kupiga vigeregere na kurukaruka, mimi sijaona bado ikifunzwa. So karibu kwa Uislamu. Swali langu. Leta. Kwa nini Yesu, kama mnasema Yesu alikuwa Muislamu, mbona muamini Yesu alikufa msalabani? Mbona hatuamini Yesu alikufa msalabani? Ine Qur'ani Suratu Nisa 157. Mbona hatuamini Yesu alikufa msalabani kama alikuwa ni Muislamu? Mbona Mwenyezi Mungu katueleza? 457 inasema. Nianzie 456. Qur'ani Suratu Nisa. Na kwa sababu ya kufuru zao. Na kwa ajili ya kufuru zao. Ni Mayahudi walikuwa na kufuru nyingi zao. Wanasemaje? Na kwa sababu ya kufuru zao. Na kumsingizia kwa Mariamu uongo. Na kwa kumsingizia Mariam binti Imran uongo. Wanamsingizia Mariamu uongo gani? Uongo mkubwa. Kuwa akamzaa Nabii Isa kwa zina. Yani Wayahudi walianza kumsingizia huyu Mariamu. Wanasema Mariamu amefanya uzinifu ndiye amemzaa Nabii Isa ibn Maryam. Wakaweka kufuru kubwa sana. Kisha wakasemaje? Teremka. Kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tumemuua Masihi Isa maana wa Mariamu. Tena wakarudi wakasema wamemuua Masihi Isa ibn Maryam. Na wewe umetuuliza mbona hatuamini Yesu amekufa? Kuna watu walikuja wakasema sisi tulimuua Yesu mtoto wa Mariamu. Sikiza kauli ya Mwenyezi Mungu anasemaje? Mtume wa Mungu. Tena alikuwa mtume wa Mungu. Hali hawakumuua. Tena Mungu anatuambia msiwe na wasiwasi. Hawa watu hawakumuua Nabii Isa ibn Maryam. Wala hawakumsulubu. Na ndio unaona leo sisi hatuamini aliuawa kwa sababu Mungu anasema hawa watu hawakumuua wala hawakumsurubu. Na kama hakuuawa na hakusurubiwa, alienda wapi huyu Yesu mtoto wa Mariamu? Teremka na haya. Inaendelea kusema. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Bali walibabaishia mtu mwingine wakadhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kwa kweli wamemuua Nabii Isa, isipokuwa wanafata dhanna tu. Na kwa hakika dhanna tu. Na kwa yakini hawakumuua. Mungu anasema na kwa uhakika hawakumuua. Kama hawakumuua alienda wapi? Malizia. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Sikiza habari So hakuuawa, Mungu alimnyanyua kwake. Qur'ani maliza fitna. Anatuambia huyu alikuwa amepangiwa kuuawa, lakini Mungu akamnusuru, akamnyanyua kwake. Hiyo ni Qur'ani. Nayo Biblia inatuambia Nataka pia unihakikishie ama unifungulie mstari ambao unasema Yesu alinyanyuliwa wala hakufa ama kuuawa. Hakuuawa. Ya kunyanyuliwa nakupa saa hii, lakini wacha kwanza ni kuanzie mbona hakuuawa katika Biblia. Alikimbia, alienda akajificha. Yeye alipojua anataka kuuawa alijificha. 12:36 kitabu ni kile cha Yohana. Pole. Alafu nikuonyeshe wapi kanyanyuliwa. Mbona vitu vidogo hivi? 12:36. Sikiza mambo inavyokuja. 12 Yohana 36. Kitabu ni kile cha Yohana. Sikiza Yesu anasemaje? Nasema hivi. 36 inasema. Na ni vizuri ungemuonyesha aone vizuri.
Maadamu mnayo nuru, Yesu anasema maadamu mnayo nuru, iaminini hiyo nuru, ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake, akajificha. Wasifanyeje? Akajificha, wasimuone. Allah. Sije ukastuka. Hebu naomba uanze vizuri maana sija. Anza pole pole, uteremke pole pole, uteremke. Yesu kajificha. Alipoona anataka kuuawa kaenda exile. Sikiza vizuri. Maadamu mnayo nuru, iaminini hiyo nuru, ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, hayo aliyasema Yesu, akaenda zake, akajificha, wasimuone. Hayo Yesu alikuwa anazungumza, hiyo mstari umesoma, ni vizuri umesoma, umeandikwa alijificha, lakini alikuwa anazungumzia nini? Yeye alikuwa anazungumza juu kidogo tu ndio tuelewe hiyo story. Hakuna shida, hakuna shida. Unataka tuanze ngapi? Mimi nimeanza 36. Unataka tuanze 30 ama ngapi? Hata 30 kule juu tusikie. Anza 30. Bala sina shida. Shida yangu ni kujificha. Akajibu akasema, sauti hiyo haikuweko kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Teremka na haya. Umeelewa? Teremka na andiko. Atatupwa nje, nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Unasikia anaongea mambo ya kifo. Ilikuwa ni mambo ya kifo, anaona watu wanataka kumuua. Ndio anazungumzia mambo ya kifo. Ndio akaenda akaingia mitini kajificha. Wewe kifo nani anakipenda hivi hivi? Habari. Basi makutano wakamjibu, sisi tumesikia katika Taurati ya kwamba Kristo Adamu hata milele, yani Kristo adumu hata milele. Naye wasemaje ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa. Huyo mwana wa Adamu ni nani? Basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Inendeni madamu mnayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza, maana aendaye gizani hajui aendako. Maadamu mnayo nuru, iaminini hiyo nuru, ili mpate kuwa wana wa nuru. Haya aliyasema Yesu, akaenda zake, akajificha, wasimuone. Kwa sababu alikuwa anazungumzia mambo ya kifo na alijua kuna watu wamepanga njama ya kumuua, na ndio akaenda zake akajificha. Tena alijificha wapi? 7:1 hiyo Yohana. Hakuenda kujificha karibu, hapana. Kuna mahali alijificha, na mbona alijificha huko atakueleza mwenyewe. Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Uyahudi. Kwa nini? Kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Allah, kumbe Yesu alienda kujificha kwa sababu hakutaka kutembea katika Galilaya, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanataka kumuua. Alijua hawa watamuua wakimuona, ndio akaenda kajificha. Sasa wapi kanyanyuliwa? 1:9 kitabu cha Matendo ya Mitume. Mbona vitu vyepesi kaka? Wewe nyinyi mnataka mtu wenyewe akufe tu msherekee tena mna kitu inaitwa Good Friday. Yaani nyinyi mnamchukia huyu Yesu mpaka ati siku mnayosema alikufa mmeifanya ni siku nzuri. Na siku ambayo babako alikufa mnaifanya ni siku ya huzuni. Mnahuzunika. Yaani mzazi wako akikufa wewe unahuzunika, lakini Yesu akikufa mnasherekea, mnakunywa pombe, mnakula sherehe, mnaenda kupiga sherehe, mnasema acha akufe. Ni kama mwizi akiuliwa katika kijiji, watu wanafurahi kwa sababu ile shida walikuwa nayo ya kupigwa ngeta imeisha, kuvunjiwa manyumba imeisha, watu wanasherekea kwa kijiji. Sasa Yesu akifa na nyinyi mnasherekea? Shwari. Kwani mnachuki sana na huyu Nabii Isa namna gani? Sikiza alinyanyuliwa namna gani? 1:9. Akisha kusema hayo, Yesu alikuwa anazungumza na watu. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu ilimpokea. Wingu likampokea, akainuliwa, wingu likampokea. Na ndio Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Akainuliwa, wingu likampokea. Nani huyo aliyonyakuliwa wingu likampokea? Teremka asikie ni nani.
kutoka machoni pao. Tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu. Kumbe huyu Yesu ndiye alinyanyuliwa. Hebu sikia, huyo Yesu. Huyu Yesu alichukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni. Atakuja jinsi hiyo hiyo. Kumbe aliyenyakuliwa akachukuliwa ni nani? Akapokelewa na wingu. Ni Yesu, lakini alinyakuliwa baada ya kifo. Kifo gani? Yani alikufa kifo gani? Alikufa sina shida. Kaweza kuambia watu, sasa ninaenda na waachia roho msaidizi. Asante. So Yesu alikufa na akafufuka. Kulingana na kitabu gani? Baada ya kufufuka. Sina tatizo. Kulingana na kitabu gani Yesu alikufa akafufuka, Biblia ama Qur'ani? Biblia. Biblia. Na Biblia inapozungumza mtu amekufa na akafufuka, unajua inamaanisha nini? Inamaanisha ni mtu alikufa, alafu baada ya Yesu aliposhinda yale mauti. Kifo gani? Ndio nauliza, ndio nijue. Biblia inaposema mtu alikuwa amekufa naye amefufuka, inamaanisha mtu amekufa kifo ya ukweli, ile ya kufa ya kwenda kaburini, au ni kifo kingine? Najua kifo ya Yesu ni tofauti na kifo ya watu wa kawaida. Ndio nauliza, hii kifo ya Yesu ni kukufa, anakufa anaenda kaburini au sio hiyo? Ni kukufa, alikufa akaenda akazikwa. Biblia inapozungumzia kufa na kufuka sio mkuu aenda kaburini. 15:32 ni kufanya nini? 15:32 kitabu cha Luka. Muonyeshe. Wewe unadhani? Na ndio Yesu akaenda akajificha. Watu walipomkosa wakasema Yesu amekufa. Walipomuona wakasema kafufuka. Sikiza 15:32. Kufa na kufufuka maana yake nini kwa Biblia? 10 na ngapi? 15:32 kitabu ni cha Luka. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka. Sikiza, kuna mtu alikuwa amekufa naye amefanyaje? Amefufuka. Sikiza maana ya kufa na kufuka kwa Biblia. Alikuwa amepotea naye ameonekana. Asante. Na Yesu alipotea? Mimi kwangu siamini hivyo maana. So ile ya Biblia kusema Yesu alienda akajificha, wewe huamini hiyo ya Yohana ni ya uongo? Kwa sababu katika maandiko Yesu tunajua Yesu alikufa kasulubiwa. Hiyo takuja. Kila mtu alimuona. Wale walikuweko wakati huo, maana alianikwa msalabani na wale waisi wawili. Sasa hapo ndio tunakuja. Andiko gani hiyo inasema Yesu alikufa? Alikufa kifo gani kwanza? Alikufa akiwa juu ya msalaba ama akiwa chini ya msalaba? Alikufa akiwa juu ya msalaba. Asa hiyo ni uongo. Wale waliona wanasema ni uongo. 10:38 kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndio nikakwambia kifo ya Yesu wewe tetea. Ni kuenda alienda akajificha. Wewe unasema ati alikufa akiwa kwa msalaba akasema Eloi Eloi lama sabakithani. Yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Lakini wale mashahidi wanasema ni uongo, alikufa akiwa chini, akapandishwa akiwa maiti. 10:38 kitabu cha Matendo ya Mitume. Muonyeshe aone. Habari za Yesu wa Nazareti. Kwanza huyu ni Yesu wa Nazareti kwa sababu Yesu ni wengi katika Biblia. Labda ule mchawi ndio amekufia akiwa kwa msalaba juu, lakini hao wengine sikiza huyu wa Nazareti ambao ndio habari zake tunapewa. Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta. Asante. Kwa Roho Mtakatifu. Asante. Na nguvu. Naye akazunguka huko na huko. Asante. Akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Iblisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye, nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi. Tulia, hawa ni mashahidi wenye kuyaona. Sikiza wanatuambia ilitendeka nini? Na katika Yerusalemu ambaye walimuua wakamtundika mtini. Ala, kumbe mashahidi wanasema kwanza alifanywaje? Alinyoroshwa kwanza. Sio ni mashahidi sasa. Mashahidi katika Matendo ya Mitume wanatuambia kwanza walifanyaje? Walimuua. Kisha wakafanyaje? Wakamtandika mtini. So akienda mtini alikuwa kulingana na mashahidi. Unajua sio mimi nimeandika. Unaona unacheka, lakini sio mimi nimeandika. Hao ni mashahidi. Wamesema wao ni mashahidi.
alafu wanazungumzia Yesu Mnazareti. Sasa sijui wao unazungumzia Yesu mgani. Wanasema huyu Mnazareti walimuua kisha wakamtundika mtini. Ukisikia imeanza neno tulimuua kisha, ukisikia kisha maana yake ni jambo lilofuata baada ya kitendo. Lakini walipomuua hapa wamesema aje? Hebu rudia pale. Rudia 39 pole pole. Wanasema walimuua. So kumbe walimuua naye akajifanya amekufa na hajakufa ndio wanataka kutueleza. So mashahidi ni waongo. Rudia 39. Wewe usichanganyikiwe mapema. 39 pole pole. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyotenda katika nchi ya Uyahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Walimuua alafu wakamtundika wapi? Mtini. So mashahidi wenye kuona waliona Yesu baada ya kifo wakawekwa kwa msalaba. Swali langu ni moja. Sasa wewe itabidi uulize mtu aliyekuwa mtini, mimi kwangu siamini kwamba anaweza kuwa amekufa tena wamtandike mtini. So Biblia inatudanganya. Akaanikwa msalabani. Baada ya kuanikwa alipokufa ndio akapelekwa kuzimu. So hawa wanatudanganya mashahidi. Sikatai. According to you, hii kitabu ya Matendo ya Mitume kwa Biblia ni ya uongo? Sisemi ni ya uongo. Sasa kama sio ya uongo, tukibezi na hii maandiko wanasema walimuua wakamtundika mti. Wanasema hivyo, lakini sasa tuamini hii ama tuamini yako ambao walimtandika mtini kwanza ndio akufie mtini. Sasa gani ni gani? Mimi kama Muislamu naetaka labda kujifunza Ukristo, utaniconvince niamini hii imeandikwa na hao wanasema ndio mashahidi, au hiyo yako unayopeana? Kwa sababu hao wanasema wao ndio witness, na witness ndio wanakubalika hata kotini. We hauku wako, hao waliokuwa wako ndio wanakuambia kwanza aliuawa. Labda nikubaliane na huyo mstari vile uliandikwa. Sasa ukisema labda ni kama una doubt mwenye aliandika hii mstari. Kwani Biblia ya urongo ya kweli? Ni ya kweli. Asante. Na Biblia ndio imetuambia kwanza walifanyaje? Walimuua. Wakamtundika mtini. Sasa tufuate gani baba? And I will do search, kesho nitakuja nikufafanulie zaidi ya hiyo. Asante. So utafuta vitabu nipekwe kuhusu kufa kwa Yesu na kufufuka, alafu ndio nikipata mstari unaosema kama ni kweli alikufa ndio akaanikwa msalabani ama alianikwa kama bado yuko hai, then so utaleta kesho nitaileta hapa. Asante. Lakini tukimuuliza Yesu mwenyewe pia ana contradiction yake aliweka kwa Biblia. Walioweka labda ndio waliweka contradiction, kwa sababu yeye naye anasemaje kwa Biblia 12:38 Mathayo. Hebu sikia hii nayo ina sound namna gani? 12:38 uniambie nayo ina sound namna gani? Najua ni kusaidiana. Hii mambo ya kifo iko na khitirafu mingi sana. Ndio Qur'ani kasema kuna khitirafu nyingi. Hebu sikia. Nikasema nienda nifanye research. Research utafanya kabisa, na mtu wa kufanya research tunamheshimu sana. Hebu sikia hii nayo anasemaje? 12. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamwendea wakamjibu wakasema Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Wameenda kwa Yesu, anamwambia wewe tunataka kuona ishara kutoka kwako Yesu. Sikiza. Akajibu akawaambia kizazi kibaya na cha zinaa. Kwanza Yesu alikuwa anatukana watu, si mchezo kwa Biblia. Anamwambia nyinyi ni kizazi kibaya na cha zinaa. Kuambia mtu ni mtu wa zinaa maana yake mzazi wake alizini ndio akapatikana ule mtoto. Nasikia vyenye anawajibu na ameulizwa tu swali na humble way. Akamwambia nyinyi kizazi kibaya tena ni kizazi cha zinaa. Malizia. Kizazi cha zinaa chatafuta ishara wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Asante. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndio atakavyokuwa mwana wa Adamu katika tumbo. Pole angalia hizo nini. Atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Yesu anasema kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 na mchana katika moyo wa nchi. So Yesu anatoa mfano wake kama mfano wa nabii Yona. Asante. Tukirudi katika reality, Yona akiwa tumbo ya samaki alikuwa maiti, alikuwa hai? Alikuwa hai. So Yesu naye anasema siku 3 atakuwa hai. Basi ndio hiyo. Hajakufa. Sasa Yesu mwenyewe anasema hajakufa kwa sababu mfano wake amepatiana wa Yona, na Yona akiwa kwa tumbo ya samaki alikuwa hai. So Yesu pia naye lazima awe hai.
Na ndio amepeana mfano wake kama wa Yona, na ndio akaenda akajificha. Alipojificha ndio hizo siku 3 nyinyi mkasema kafa, kumbe hajakufa. Para vizuri eh? Swali lingine uko nayo? Lakini nimesema hivi, wacha research. Kesho, nitafute katika vitabu vinavyozungumzia kifo ya Yesu. So nikisoma zote na kesho nije na hiyo mistari hapa. Utakuja nayo hapa kesho. Fahamu kabisa nijue ukweli. Sababu siwezi sema yes or la kwa sababu pale tulisoma imesema alijificha. Asante sana. So kesho inshallah tunakukaribisha mapema sana inshallah. Na tunaona size yako nzuri, kanzu yako inaweza patikana inshallah. Bidhi nilaenda ukuje kesho, usiwe na wasiwasi. Salim. Hawaita Clinton. Clinton, kuna siku umekuja hapa ukauliza maswali. Clinton, wewe Muislamu au bado? Bado. Sijui unagoja nini, lakini ndio hivyo. Hebu weka swali tuzisikie kwa leo. Swali langu la leo, nilikuwa nataka kujua kuhusu mambo ya kwa dini ya Kiislamu kuna kazi ambazo zimehalalishwa na kuna zile ambazo hazijahalalishwa, sio? Ni kazi? Yeah. Kwa mfano kazi za online na kuna kazi physical na za online, sio? So nilisikia kuwa kunazo kazi zingine za online ambazo zimehalalishwa. Ukifanya zile ukiwa katika dini za Kiislamu ni kama dhambi, acha niseme hivyo, ni kama unatenda dhambi. Ni kweli ama ni uongo? Kujua kuhusu. Kwanza kazi zote inaendana na mfano wa vyakula pia. Kazi zote ni halali isipokuwa ile kazi ambayo iko na uharamu ndani yake ambayo inavunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, kazi ya kuuza pombe inakuwa ni haramu kwa sababu kuna aya imeteremka ni haramu kwa mambo ya pombe. Kazi ya kamali inakuwa ni haramu kwa sababu kuna aya imeteremka tujiepushe na kamali. So kazi zote ni halali isipokuwa ile inavunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Pia kazi za online ni halali kama ukifanya kazi ambayo kwanza haina riba ndani yake. Riba kwa sababu riba imekatazwa. So inategemea ni kazi gani kwa ujumla unaozungumzia. Kwa sababu kazi yoyote inavunja sheria ya Mwenyezi Mungu, hiyo ndio inakuwa haramu. Sawa. Okay. Ndugu yangu pale ameniambia kuwa kazi ile yote iwe ya online, iwe kama ni online, kama inahusisha pesa ni haramu. Ni kweli? Kama inahusisha pesa. Kwani kazi ya kwani unafanya kazi ndio upate nini? Kazi unafanya ndio upate pesa. Kuna kazi ya online ambayo ni booking. Kwa mfano mimi niko na kampuni yangu na book mambo ya ndege. Nafanyia watu online, wanabook, wanakuja, wanapanda ndege, wanaenda. Ni halali, unapata riziki yako. Wewe uko pale tu unabook, mtu ako Isiolo, mtu ako Ushago, anakupigia uko online, anasema kwenda Mombasa pesa ngapi? Namwambia ni 6,000 kwenda ama ni 8,000, namwekea pale, namwambia analipa, akilipa namtumia nini, anaenda labda kwa cyber, anatoa hiyo receipt, anakuja nayo, anaenda kwa ndege, anapanda, anaenda zake. Mambo hata ni digital sahi. Kwa mfano unataka mzigo wako utoke London, una mzigo London, na wewe tuseme uko Kiambu, uko sehemu inaitwa Ngesha, ama uko Kiambu sehemu inaitwa Kaboko, ama uko Kiambu sehemu ya ndani, kwa mfano ndio napeana na uwezi hata fika town. Wewe unaongea tu kwa online. Mzigo ikifika hapa Nairobi, sisi tunaweka kwa gari, tunaongea na wewe kuenda mpaka hapo unataka, lazima tukuchaji pesa 2,000 ndio tukuletee, unalipa hiyo pesa, tunakuja tuna deliver mzigo, imefanyika online na unatuma pesa online. Mbona unapata riziki yako ya halali? Tatizo tu ni kufanya kazi ya haramu, kuuza pombe, kufanya nini, vitu ambazo zina uharamu ndani yake, lakini halali inakubalika. Kuna kazi zingine za online ambazo Waislamu wameziweka katika gambling, lakini si gambling. Kwa mfano kazi kama seme forex. Ni forex ni haramu? Forex Waislamu wanafanya? Forex Waislamu wanafanya. Wewe uko na dola, wanakuchenjia. Forex ni kuchange hizo pesa. Wewe uko na euro, umekuja na euro yako, unachenjiwa. Uko na pesa ya Tanzania, unachenjiwa. Uko na Nigeria naira, wanaita naira, unachenjiwa. Tena Waislamu ndio wanafanya hiyo kazi ya forex wengi sana, halali, tena wanapata faida yao kwa sababu yeye anakuchenjia kulingana na ile nini zenye ziko, rate iko. Hiyo kazi inafanyika. Okay. Sijakuelewa, ndio nataka nikuelewe. Okay. Unaona kuna forex physically, unaweza enda pale kwa bank town ubadilishe pesa yako, sio? Na kuna ile ya online ambapo una have risk do fulani ili upate pesa fulani. So naongelea hiyo ya online. Hiyo ni kamari kweli? Hizo ni kamari. Yaani wewe unawekelea pesa ndio upate pesa zaidi.
but unaenda shule kwanza. Hiyo ni haramu. Hiyo ni kamari. Hiyo ni kubadilisha, mnabadilisha kamari tu. Mimi nilikuwa nadhani ni pesa yako umetumiwa na mtu ako UK, ametuma hapa Nairobi, zimetumwa na dola, umepiga kwa Dabshir kwa mfano, ukaambiwa pesa yako imeingia hapa, wanakuuliza utakujia ukuje na kitambulisho au tukutumie kwa M-Pesa yako. Unatumiwa, inakuwa ni halali yako, wewe unakula. Sasa hii ya kuwekelea ati pesa ndio upate zaidi, hiyo inakuwa ni kamari direct. Hata ukijaribu kuipanga namna gani, hata ukienda shule uende shule ya London, hiyo ni haramu hiyo. Hakuna tofauti hapo. Mimi sioni tofauti. Tofauti iko kwa sababu unaweza amua kuchukua 1000 zako 2 ukanunua dola ukaexchange na euro pale online. Wewe sijakuelewa vizuri. Unajua usije ukashikanisha vitu mbili tofauti. Kuna watu wanafanya biashara, anachukua dola saa hii anaangalia rate yake. Dola inauzwa na ngapi? Inauzwa na shilingi 30. Akachukua kanunua dola, akaenda hapa nao euro sijui inauzwa namna hivi, aka exchange kwa euro. Hiyo ni kazi anafanya. Hiyo sio haramu. Lakini hii ya kuwekelea pesa, atiwekelee pesa upate zikiwa zaidi, hiyo ndio haramu. Lakini wewe unatuambia hiyo ni sawa na kwenda ununue kiatu shilingi 500, uuze shilingi 1000 kwa sababu wewe haujanyanyaza mtu yote. Wewe umenunua dola kwa 130, ukaenda ukauza dola kwa 160, imepanda rate yake, inategemea na ile rating venye inapanda. Hiyo ni biashara unafanya. Hiyo sio haramu hiyo. Hiyo wala hakuna uharamu wowote ambao umewekwa na mashekhi. Ukaweka siku 2 3, kesho ikapanda, ukauza. Ile sio haramu. Hata juzi dola kwanza ilikuwa imepanda sana, watu wamefaidika sana. Hata tunaendanga, wacha hivyo. Hata mimi nikiwa na dola, unaenda unauliza, "Nyinyi mnabadilisha na ngapi?" Wanakuambia tunabadilisha na 123. Unasema hapana. Unaenda kwa yule mwingine anakuambia nabadilisha na 135. Unabadilisha haraka na hiyo ya 135. Kwa nini? Kuna shilingi 7 umepata hapo. Boss. Hiyo ni biashara wewe umefanya, kwa sababu ni kitu uko nayo. Niko na dola yangu, so naweza iuza ninavyotaka. Ile ni dola niko nayo. Wewe unanunua dola yangu na ngapi? Na 123. Huyu naye ananunua na 135. Mimi nitaenda kwa huyu 135 kwa sababu dola ni yangu. Na huyu rate yake iko juu. Mimi nataka pia nipate hiyo faida yangu. Hiyo ni tofauti na kuwekelea pesa atiizae. Hiyo ndio ile ya kuwekelea pesa atuwekelee 30,000 izae, hiyo ndio riba. Lakini kama wewe umechukua mzigo ukaenda ukauza hapa, ni tofauti na riba. Hebu niulize hivi. Nikichukua hizo 30,000, si ndio? Nimeziekelea pale, nimenunua dola ikiwa 130, ikifika 160 sitakuwa imezaa. Kwa nini tofauti nini hapo? Ile ni biashara, ile ni biashara. Hiyo tofauti na kuzaa. Hiyo ni biashara. Kama umenunua nguo, hii nguo umenunua na shilingi 50, ukaenda ukauza na shilingi 500, hiyo ni biashara unafanya. Hiyo sio riba. Riba ni tofauti sana na biashara. Ile ni biashara. Maana yake nimekopa shilingi 2000 kwako, ukaniambia ukirudisha unaongeza 300. Hiyo ni riba, tayari ni haramu. Au ukaenda ukachukua milioni 10, sasa kuna hiyo bank wanafanya hivyo, ukachukua milioni 10 ukawekelea kwa bank. Bank wakakwambia hii milioni 10 kwa mwaka itazaa milioni 5. Hiyo ndio ama itazaa milioni 2. Hiyo ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu bank ile pesa lazima wakodishe watu, wakopeshe watu, alafu wakikopesha watu ndio wazalishe, yani waingize ile interest ndio waweze kukupatia. Hiyo ni interest wanaingiza. So wewe unaweka milioni 10, unagojea kwa mwaka inazaa milioni 2. Hii milioni 2 ndio izae. Hawa watu wa banka hawezi kuweka pesa yako kwa banki ikazaa, wanakopesha watu. Wanafanya nayo kazi ya kukopesha watu kwa interest ya hali ya juu ndio waweze kurudisha yako na wapate faida yao. Hizo ndio riba zinaingia. Somo ya riba ni refu. Kwani wewe ulikuwa unafanya biashara gani? Kwani wewe unafanya biashara gani haswa hii? Unafanya hiyo ya pesa bana, madola bana. Nimeuliza tu ndio ujue. Ndio kama unajihusisha hiyo, mimi sijaona riba yoyote ambayo inaingia pale. Riba tunaambiwa ni ile pesa yako umeweka mahali ukaenda kuchukua zaidi ya hiyo, na ile pesa wewe hujaifanyia kazi. Lakini hii umenunua dola ukaenda kufanyia kazi ile dola, ukaiuza kesho yake au kesho kutwa. Ni kama nguo sasa umenunua, ukanunua bei rahisi. Kesho si watu wanasema wana Easter Monday sijui nini. Nguo ilikuwa inauzwa shilingi 500, utaenda kupata ni 2000. Hauwezi kusema ni riba imewekwa kwa ile nguo, hapana. Ile ni biashara yeye anafanya.
Na wewe kwa sababu una haja na ile nguo itabidi ununue kwa sababu anafanya biashara. Na nguo unaweza nunua isili shilingi 1000, the same nguo ukienda town utainunua kwa 3000. Na ni the same quality kila kitu. Because pia ina change katika ile sehemu kwa sababu ya rent ya nyumba na nini na vitu vingine. So karibu sana. Uislamu uko wazi kabisa kaka. Wacha ndio kutafuta kando tuelezane hapo sana. Hakuna cha kando, wewe utaniletea na ulete vizuri wala usipige chenga kwa nini yako. Hapana, tuko na Waislamu wengi sana wanafanya kwa bureau. Tena bureau nyingi ni Waislamu wanafanya. Lakini kamali usiweke hapo. Kamali ni tofauti sana. Lakini Waislamu wengi wanafanya kazi ya bureau hii ya kuexchange pesa. Na wanakuambia leti leo imepanda, leti kesho imeshuka, leti hivi wanajua hizo nini venye zinapanda na zinashuka. Hata banki wanakuwekea. Wanakuwekea inanunuliwa hivi, asubuhi ilikuwa pesa hii, jioni wanauza hivi na hivi. So ni wewe. Sasa wekelea swali nyingine. Ningependa kujua msalaba. Msalaba ulitoka wapi? Ulianza aje? Msalaba iwe. Msalaba ni alama ya laana. Imeanza ni kuwa ni alama ya laana na msalaba chanzo chake ni Ibilisi. Ndio ameanzisha msalaba. 7:14 Qur'ani, Ibilisi ndio ameanzisha mambo ya msalaba. Kisha ndio unaona makanisa mengi wameondoa mambo ya msalaba. Kama una habari watu kama SDA walipochunguza wakajua msalaba haifai wakatoa. Hata wakizika mtu haweki msalaba. Walipojua ni alama ya laana. Sawa Nitakuonyesha kila kitu. 7:14 Qur'ani. Pole utaelewa. Inasema 7:14 inasema hivi. Angalia babu Na ndio ujiulize mbona msalaba inatumika kwa hospitali? Mbona msalaba inatumika na hao waimbaji wakubwa au famous? Unaonanga wamevaa misalaba na nini? Mbona inatumika hivi na watu aina hii? Unafaa uangalie kabisa msalaba chanzo chake kilitokea wapi. Na ndio unaona wakati wa Yesu hajatumia msalaba kokote. Ni hii mambo ambao walifanya uchakachuaji wakamwekelea lakini vitu havikuwa. 7:14 Qur'an. Akasema nipe muda nisife mpaka siku atakapofufuliwa viumbe. Huyu ni shetani anamwambia Mungu nipe muda nisife mpaka watakapofufuliwa viumbe. Sikiza habari. Akasema Mwenyezi Mungu utakuwa miongoni mwa waliopewa muda lakini sio mpaka wakati huo. Asante. Akasema kwa kuwa umenihukumia upotovu. Kwa kuwa umenihukumia upotovu, shetani ndio anasema. Basi nitawakalia waja wako katika njia yako iliyonyoka ili niwapoteze. Tena anasema nitawakalia waja wako katika njia iliyonyoka ili niwapoteze. Atawakalia kwa njia gani? Sikiza. Kisha nitawafikia kwa mbele yao. Sikiza, anafika kwa mbele yao. Na nyuma yao. Na nyuma yao, hiyo ni mstari moja hivi mbele na atakuwa nyuma. Na kiumeni kuliani kwao. Yani atakuwa katika right pande hii. Na kushotoni kwao. Na kushotoni kwao. Ukiona mbele, nyuma, kando na kando ni alama ya msalaba. Ndio shetani anasema ndio ataitumia. Tena anasema nikitumia hii itakuwa namna gani? Wengi katika wao hutawaona ni wenye kukushukuru. Anasema wengi katika hao ambao watakuwa na hiyo msalaba hawatakuwa wakikushukuru wewe Mungu. Na ndio imeenda hivyo. Nyinyi wa Kristo mmekataa kumshukuru Mungu. Mnasema anayefaa kustahili kushukuriwa ni Yesu. Mmeachana na Mungu. Badala mshukuru Mungu mmebadilisha. Mkaanza kushukuru viumbe vya Mungu. Akasema Mwenyezi Mungu anapewa muda lakini sio mpaka hiyo siku. Tulia. Unaona So msalaba imeanziwa na shetani mwenyewe. Na kwa Biblia inajulikana ilikuwa ni alama ya laana. 21:22 kumbukumbu la Taurati. Kumbuka la Taurati inasema. Sikiza habari wewe. 21:22. Angalia hapo. 21 kumbukumbu la Taurati. 21:22. Akiwa mtu ametenda dhambi mpasayo kufa, akauawa, nao ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usikucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Unasikia? So aliyekuwa anawekwa kwa msalaba alikuwa ako na laana ya Mungu tayari. So msalaba ilikuwa the whole scenario ya shetani. Na ndio unaona hata wakati mnasema Yesu amesulubiwa, mnasema shetani alimuingia Yuda, ndio Yuda akamsaliti Yesu. So shetani ndio alicheza hiyo role, ndio ikapatikana msalaba. Msalaba ni alama ya laana. Ndio nikakupa mfano, kuna makanisa wamegundua wakanyofoa misalaba. Mfano SDA
walitoa kabisa, hata wakizika mtu aweki msalaba, kwa sababu mtu akizikwa ukamwekea msalaba ni kumaanisha aliyoko hapo chini kalaaniwa na Mungu, ana laana ya Mungu. Naelewa. Lakini nyinyi hamjui. Na ndio unaona wakati Yesu yuko hai hakuna yeyote aliyezikwa akawekewa msalaba, hakuna. Sawa. Nimeona sister moja ameenda katika hii Israeli ya saa hii ambayo imetengenezwa 1948 ambayo yote ilikuwa ni Palestine. Ameenda juzi, lakini anapochukua video ameenda katika Galilaya Rek. Anapochukua video anajaribu kwenda kupindua haraka, lakini mpaka pale Galilaya ni msikiti umejengwa. Pale Galilaya Rek ni msikiti umejengwa hapo, kwa hiyo mountain umewekwa msikiti. Sehemu aliyokuwa anaenda kusema ati hapa ndio Yesu alizikwa, pande hii kumejengwa msikiti, pande hii kuna ile temple ya Wayahudi. Hamna kanisa katika ile area katika historia. Na ndio unaona hata wale wanajaribu kwenda kufanya hiyo story kutengeneza, wanashindwa hata kukapcha katika video zao kwa sababu ni misikiti imejaa mle, hamna makanisa. So ndio hiyo, wanajaribu kueresi ule ukweli lakini wanashindwa. Alafu cha ajabu wanashindwa kwa sababu wale Wayahudi hawakubali watu kujenga kanisa mle. Hiyo ndio tatizo kubwa, tena wanashindwa kueleza. Yaani kujaribu kuondoa ile ukweli na washinda, kwa sababu wale pia Wayahudi wako pale hawakubali kanisa kujengwa mle. Na ndio unaona Wakristo katika nchi ya Israeli ni 1.9%, Waislamu ni 18%. Hata sio nusu ya Wakristo. Yaani Waislamu Wakristo hata uwezi, kwa sababu ni 1.9 na wengi wanaambiwa ni wale tourism, wale nani wameenda kutembea kule. Tourist wameenda kutembea kule. Hata afadhali Palestine kule utapata Wakristo wachache wa zaidi kidogo kuliko Israeli. Zaidi hakuna, kwa sababu wale Wayahudi kwanza waataki hawa. Waislamu ndio wengi kule na hawa watu wanajiita Judaism. Okay. Lete swali lingine na karibu kwa Uislamu. Nafasi iko. Swali la mwisho, muitaje hii nini ya mkono, hii ambayo anaangalia kwa mkono? Tashbih. Naam, tashbih. Kazi yake kuni ipi? Tashbih inasaidia wale wazee. Kwa sababu ya memory, yani wazee sunna ni kuhesabu kwa mikono. Sawa Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yani ni kumtukuza Mwenyezi Mungu. Sunna yake ni kuhesabu na mikono. Lakini kwa sababu wazee, unajua mikono ukihesabu ni 5 alafu unarudia mpaka ifike 99. Sasa wazee kwa sababu wanasahau ndio wakatengenezewa hiyo tasbihi, wanajua wakivuta hii ni 1, 2, 3 inaenda hivyo, wanajua. Ni kwa sababu ya memory. Saa hii hata wameletewa kitu unafinya hivyo inajihesabu. Unajifinya hivyo inajihesabu. Unafinya hivyo inajihesabu. Ni kwa ajili ya memory, watu wanasahau. Lakini vijana wanatumia mikono tu. Vijana wanatumia mikono? Vijana wengi wanatumia mikono, isipokuwa labda wale pia wako na kuna wale vijana pia memory yao haiko sawa. Unajua inategemea, si unaona hata imewekwa kwa mafungu. So hapa kuna fungu, unajua umefika ngapi, ndio ukiendelea hivi uweze sahau. Ukisimamia hapa unajua umefika ngapi, hapa unajua. Ndio hiyo inaitwa tasbih. Vijana wengi labda ule kijana pia memory yake haiko sawa. Unajua watu wanategemeana. Kuna mzee hata memory yake iko sawa hatumii. Unajua inategemea memory yako katika kusahau mambo iko namna gani. Kuna mtu hata ni kijana, hata akiwa na simu akiwekelea hapa amesahau hapa. Anatoka anafika huko, simu yangu iko wapi? Anatafuta akirudi iko pale aliacha. Unaona? So memory ya watu iko tofauti. Hata wewe unajua wakati ulikuwa shule kuna watu wakifunzwa tu na mwalimu ameshika. Na mwingine lazima aende arudie pole kwa sababu maumbile katika akili tofauti. Hivyo inaweza tumiwa na mtu yoyote? Hiyo inatumiwa na mtu yoyote. Natumiwa na kijana, mzee, ambaye memory yake kidogo iko nini. Ikitaka ndio hivyo. Sawa. Karibu sana. Asante, nimeshukuru. Maswali yangu yameisha kwa leo. Maswali yako yameisha? Kabisa. Yameisha. Au na nyingine? Sina nyingine. 6:4 katika kumbukumbu la Taurati. 6:4 kumbukumbu la Taurati inasema. Haya babu. Ndio hiyo. Kumbuka la Taurati 6 aya ya 4 inasema hivi. Teremka hiyo. Nayo 6:4. Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Na mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya
ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mikono yako. Nayo yatakuwa utepe katika macho yako. Ndio hiyo. Unaambiwa unayafunga kwa mkono wako. Hii inawekwa kwa mkono, sio kwa shingo. Hii toshei kwa shingo. Utepe maanake ni hizi nini moja aka nikautepe kamoja kapili. Unaambiwa uifunge kwa mkono yako, ndio mzee anaiweka hapa kwa mkono, anahesabu tu pole pole. So Biblia inakubali uiweke katika mkono wako kama utepe. Unaonipata vizuri, ndio ukihesabu hao maneno unayakumbuka. Tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako. Tulia, ndio unaona tumeelezwa namna hiyo. So karibu sana. Kesho kama utakuwa na swali, nafasi iko, na kama unataka kuwa Muislamu nafasi iko. Sawa. Sawa Sawa. Karibu sana. Naitwa Salim. Naitwa Samuel. Nasikia unaniambia habari ya leo. Habari ya leo nzito. Amani ya Mungu iwe juu yako. Siana. Hizo ndio salamu. Najua sasa ukiniuliza habari ya leo, labda hata sijakula, nanipata vizuri, manake hali yetu Mungu ndio anajua. Sawa Saa zingine unaambiwa kuna maskini wa aina mbili. Kuna maskini ambaye anaomba na kuna maskini ambaye hapendi kuomba lakini ana shida. So ukiniuliza habari yako na labda ulikuwa na ngiri 5 unataka kunipatia angalau nikajiangalia vizuri nikwambia hali yangu nzuri, hautanipa. Bada habari yako hiyo ni swali. Sawa So salamu ni amani ya Mungu iwe juu yako. Sawa Na wewe unaniambia na wewe pia. Ndio tunatakiana amani hivyo. Kwa Kiarabu tunasema assalamu alaikum. Napala vizuri So karibu sana katika Uislamu. Kuna swali nilikuwa nao nimeuliza ndugu yangu pale. Swali uko nayo? Nijibu. Swali gani hiyo? Yaani wewe unauliza unajibiwa tena unakuja kuuliza tena ujibiwe tena. Niambie ukuje unijibu. Uliza. Si katika Genesis tunaambiwa Mungu aliumba Adam na Hawa. Katika Mwanzo? Mungu aliumba Adam na Hawa? Aliumba kwanza Adam. Then akarudi akamuumbia bibi yake Hawa. Hiyo story iko katika Mwanzo, lakini pia kuna story nyingine kuwa kuna mke mwingine Adam aliumbwa wakiwa na yeye. Sasa unajua hii kitabu ya Biblia kidogo you must keep it away from children because ni mambo kidogo haieleweki sometimes because unaponiambia Mungu alimuumba Adam kisha akamuumba Hawa, iko hiyo story iko. Na pia kuna story nyingine, kuna mwanamke aliumbwa pamoja na Adam, hiyo siku na hakuitwa Hawa. Huyo mwanamke aliyeumbwa aliitwa aje? 5:1. Sikiza. Mwanzo 5:1. Ule mwanamke waliumbwa pamoja na Adam inasema aliitwa. Ndio nikakwambia Biblia saa nyingine yanchanganya. Usikia? 5:1 ndio. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipomuumba mtu kwa sura ya Mungu, alimfanya mwanamume na mwanamke. Aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao. Hao ni wengi Jina lao Adamu. Hapa tunaambiwa Mungu aliumba mwanaume na mwanamke, lakini hakuita ule mwanamke Hawa. Huyu katika 5:1 aliwaita Adamu. So kuna mwanamke aliitwa Adamu. Yes, unaona sasa. Alafu tena kuna huyo Hawa. Na unajua kwa nini historia ya Mwanzo inaleta ukukoroga sana? Kwa sababu ukifuata hiyo ya Adamu na Hawa walizaa watoto wawili kulingana na Biblia. Swali ilikuwa hapo. Swali ilikuwa hapo. Kumbe mimi ndio nakimbia. Hebu lete hiyo swali. Wakati walizaa Kaini na Abel. Kaini akaua Abel. Kaini akaua Abel, ikabaki watu 3 duniani. Manake imebaki Kaini na mamake na babake. Na tunaambiwa Kaini akaenda tena akaoa. Alioa nani? Sasa ndio tunashangaa, ndio nikakwambia Biblia inachanganya. Kwa sababu inasema Kaini alipoua Abel, Kaini alienda katika nchi ya Nodi. Alipoenda nchi ya Nodi akaoa. Maanake mwenye alimuoa alikuwa ni msichana mkubwa. 4:16 kitabu cha Mwanzo. Sasa ndio nikakwambia hii Biblia inachanganya. Ndio nikakwambia iweke mbali sana na watoto. 4:16. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana kwa sababu amefanya makosa. Akakaa katika nchi ya Nodi. Kaini hakukaa kule walikuwa, alienda akakaa nchi ya Nodi. Kulikuwa na nchi inaitwa Nodi. Mbele ya Edeni. Tena ilikuwa ni mbele ya Edeni. Wao walikuwa Edeni, akatoka Edeni akaenda nchi ya Nodi. Akafanyaje huko? Kaini akamjua mkewe
naye akapata mimba. Sasa Kaini akiwa nchi ya Nodi akamjua mkewe. Alijua mkewe mgani wakati amebakisha watu wawili duniani? Wale watu waliobaki ni babake na mamake. Huyu mke wa Kaini alitoka wapi? Hiyo ndio ilikuwa swali yangu, kwa kujua kama kulikuwa na watu wengine duniani. Sethi amekuja kuzaliwa baadaye, baada ya Kaini kuondoka na kwenda katika nchi ya Nodi. Na Sethi ni mwanaume, sio mwanamke. Ule Sethi alikuwa ni mwanaume, ndio Adam na Hawa wakazaa Sethi ambao ni mwanaume. Sasa Kaini yeye ameenda katika nchi ya Nodi akapata kuna msichana. Kwanza huyu msichana mamake nani babake nani? Wakati watu walikuwa wamebaki ni wawili. Ndio nikakwambia katika Biblia ni uchakachuaji tupu. Utakuja kupata pressure bure na Biblia. Na ndio nakwambianga uende uulize mchungaji, lakini usiende kuuliza wachungaji wengine, watakuweka makofi. Utanyoroshwa. So hapa ndio nikakwambia Biblia iko na uchakachuaji mwingi mno. So mambo ya mwanzo katika Biblia huwezi kuyategemea kwa sababu yamejaa mambo ambayo huwezi elezea. Kwa sababu Kaini hawezekani aende aoe wakati watu ni wawili wamebaki duniani. Amebakisha babake na mamake. Sasa ule msichana aliyeoa akazaliwa na nani? Ndio Kaini aende amuoe tena alale naye tena ule mwanamke apate mimba? Ama alikuwa mtoto kijini? Ama alikuwa jini? Najua majini alikuwa. Ndio nikakwambia hii kitabu cha Biblia imefanywa uchakachuaji sana mno. Na ndio unasikia inasemaje 8:8 Yeremia. Pole lakini ndio hivyo. Wamefanya uchakachuaji mkubwa sana. Kuna story aya 8 mambo ya Yeremia inasema. Kuna story mingi hapa ukiulizwa habari zake hata wewe mwenyewe hutazielewa. Ingine utatoroka. Sikiza habari 8:8. 8:8 mambo ni ya Yeremia inasema. Angalia hapo. Hii ni kitabu cha Yeremia 8. Mwasemaje? Mwasemaje? Sisi tuna akili. Na Taurati ya Bwana tunaye pamoja nasi. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imefanya kuwa uongo. Inaifanya Taurati kuwa uongo. Hiyo mambo yote yaliyowekwa pale yanakuwa ni uongo, kwa sababu huwezi niambia wangeelezea Kaini alipoenda nchi ya Nodi, huyu msichana aliyempata ni msichana wa nani, na huyu msichana alikuwa anaitwa jina gani, ndio amuoe, alimuoa kwa njia gani, na Adam wakati Kaini anaoa Adam alikuwa wapi, na je Adam walizaa mtu mwingine ndio huyu msichana apatikane? Kwa sababu Kaini tukifuata story ya Adam tunaambiwa alizaa kijana anaitwa Sethi. Baadaye alizaa kijana anaitwa Sethi. Hata huyu Sethi hatujaambiwa alioa nani. Na hao wasichana waliolewa ndio kizazi kianze walitoka wapi? Kwa sababu Kaini Adam sijaona akizaa wasichana wale alizaa, na kama alizaa walikuwa akina nani kwa Biblia? So habari zinakuwa nzito. Ndio nakwambia uje katika Uislamu. Uislamu kila jambo linafafanuliwa. Hamna jambo la kufichwa. Na ukikosa unaingia katika hadithi za Bwana Mtume Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Anatuambia Nabii Adam alikuwa anazaa watoto wawili jioni na watoto wawili asubuhi katika hadithi. Wawili wanazaliwa kijana na msichana, tena asubuhi anazaliwa kijana na msichana. Huyu kijana na msichana waliozaliwa ndio wanakuwa brother na sister, wanaoana na wale wengine. So walioana watoto wao kwa wao. Para vizuri waliruhusiwa kwa sababu hakukuwa na watu wengine duniani. Ndio wakapata kizazi pale, watu wakaja, alafu wakaharamishwa mtu kuoa dadake. Ndio Mungu akateremsha akaharamisha watu wasioe dada zao. Kwa sababu pale mwanzo ilibidi waoe kwa sababu hakuna watu wengine. Lakini Biblia inatuambia kulikuwa na watu wengine. Na hiyo Kaini aliposa kwa nani huyo msichana? Si ndio hiyo hasa swali. Usichanganyikiwa, kwa Muislamu nafasi iko. Pole tu. Una swali lingine? Sina swali. Una swali lingine? Haya, karibu sana katika Uislamu. Anaitwa Salim. Wewe? Hezbon. Asante. Hezbon Muislamu, Kristo? Mkristo. Weka swali kwa meza tulisikie Hezbon. Kuna swali lakini nataka tu. Una swali? Kufafanua penye umesema. Unajua kwenye Biblia wanawake huwa hawahesabiki, wanahesabu wanaume. Unaona hata wakati Yesu alilisha wale watu 5,000, wale wanahesabu tu wanaume, na wanawake na watoto hawahesabiki. So hata hapa kuna uwezekano Adamu alizaa wasichana, ambapo wao Biblia wala sina tatizo. Huyu anatuambia
wanawake katika Ukristo hawahesabiwi. Mbona unakimbia? Usikimbie. Atuambia wanawake katika Ukristo hawatambuliki. Maana yake hawahesabiwi. Kaka ndio anatueleza hapa. Sasa anatueleza Adamu labda alizaa wanawake lakini hawakutajwa kwa sababu wanawake hawatajwingi katika Ukristo. Na Biblia pia iwataji. Lakini swali yangu ndogo, Kaini amemuua Abel, si ni kweli? Ndio. Akaenda katika nchi ya Nodi, sawa? Sawa? Ndio kweli. Wakati amemuua Abel, tumepata huyu Hawa, wakiwa Adam na Hawa hawakuwa na watoto wengine. Kule nchi ya Nodi alioa nani? Huyu msichana alikuwa ametoka wapi? Wamesema hatujaambiwa kuwa alioa huko. Tumeambiwa alijua mkewe. Asante. Huyu mke wake, kujua mke wake ni kumjua kimwili. Kabisa. Huyu mke wake aliyemjua wala hakuna shida. Naenda nawe polepole. Huyu mke wake aliyemjua akiwa katika nchi ya Nodi, alimtoa wapi wakati tumeelezwa Adam alizaa Abel na Kaini? Huyu aliyemtoa huko alikuwa amepewa na nani na alitoka wapi? Huenda alitoka nayo kwao. Huenda sasa alikuwa ni sister yake. Huenda ilikuwa sister yake, akatoka na yeye. Akaenda na yeye. Lakini Biblia haikueleza. Wewe ulijuaje ni sister yake? Biblia haijanakili kila kitu. So Biblia haijanakili kila kitu. Kungekuwa Biblia inanakili kila kitu. Lakini wewe unajua kila. Hata ungeweza kukibeba. Asante. So Biblia haikunakili lakini wewe Mkristo wa sasa unajua. So wewe unajua kuliko Biblia kwa sababu Biblia haikunakili lakini wewe unajua. So wewe ni bora kuliko Biblia kwa sababu Wakristo wangekuja kwako wangejua mengi kwa sababu Biblia haikuweka. Lakini wewe unajua alitoka naye huko akapewa na Adam babake. Karibu sana. Ala, uko na roho? Acheni hizi mambo wachungaji. Mimi wananiita Salim, wewe? Mimi naitwa Steven Mutiso. Steven Mutiso, mchungaji? Yes. Unaona sasa mchungaji huyu. Mafuta amemwagiwa lakini hatujajua na mafuta gani, yatama gani atatuambia. Asante. Wewe mchungaji, Mkristo Muislamu? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Wekelea swali tulisikia ambao uko nao moja tu. Ile swali nauliza, ningependa nijue yule mtu ambaye Mungu ako ndani yake ni mtu anakaaje? Huyo mtu ambaye Mungu ako ndani yake sijampata. Yaani Mungu akuja akae ndani yako, hiyo sijapata. Enda kwenye maandiko. Waraka wa Yohana wa kwanza chapter 4 verse 15. Ndio itakueleza. 16. Yaani Mungu anakaa ndani yako. Wewe Mungu anakaa ndani yako? Mungu ako ndani yangu. Sasa hiyo uko na Mungu hapo ndani yako? Yes, ambaye ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio Mungu? Ndiye Mungu. Kwa nini nasema ndiye Mungu? Enda kwenye maandiko Yohana Mtakatifu chapter 4 verse 24. 24 inasema Mungu ni roho, ijasema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu vitu vingine. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Na roho ionekani. Huwa inaonekana kwa wale ambao wanaoiamini. Wewe unaiona roho inakaaje? Ni nyeusi nyeupe? Roho wa Mungu nyeusi nyeupe, si umesema inaonekana kwa ishara wakati yako ndani ya mtu. Ngoja kwanza. So haionekani ile roho, si ndio? Utaiona direct. Hata Yesu ndiye aliambia wanafunzi wake, mtakuwa mnaniona maana niko kwenu. Lakini mtu wa ulimwengu hatakuwa ananiona kwa sababu siko kwao. Na sisi ni watu wa ulimwengu, sisi sio wa Yahudi, sisi ni watu wa ulimwengu. Tuende pole. Nataka kwanza tumalize, maana hata sijakuelewa. Wewe pastor unatuchanganya mno. Mambo ya Yesu tutakuja. Hii ya Mungu. Umesema Mungu ni roho na hakuna mtu amewahi muona Mungu, si ni kweli? Mungu ni roho. Kuna mtu amewahi muona Mungu? Yes, yule ako ndani yake. Kama Mungu ako ndani yangu, huwa namuona kwa matendo. Mbona Yesu anasema hakuna mtu amewahi ona Mungu? Sasa wewe na Yesu nani mkweli? Kwa sababu Yesu anasema hakuna mtu amewahi muona Mungu. Nataka nielewe. Yesu anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu. Ati Yesu anasema aje? Hakuna mtu aliyemuona Mungu. Ndio nataka nielewe. Mungu huwa anaonekana. So Yesu ni muongo. Ndio nataka tuende pole. Ngoja usiende mbio. Sawa, hana shida. Nataka nimpeleke pole nimalizane na hiyo. Nataka nimueleze kwa Mungu huwa anaonekana aje. Ndio nataka sikiza dakika moja. Hata Tom akauliza Kristo, wewe unatuambia kuna Mungu? Huyo Mungu wako wapi na hatujawahi muona? Yesu akaambia Tom, kama umeona mimi, umeona Mungu.
Ndo sielewa. So Mungu ukisema ukimwona Yesu umemwona Mungu. Goja. Yesu alikuwa goja kidogo. Yesu alikuwa ni Mwisraeli. So Mungu ni Mwisraeli. Mungu ni roho. Sasa itakuwaje ni roho wakati Yesu sio roho? Kwani Yesu ni roho? Yesu wakati ule alikuwa Mwisraeli, alikuja kama mwanadamu. Goja, usiende mbio. Unajua unanipeleka mbio. Nauliza kwani Yesu ni roho? Yes, wakati alikufa na akafufuka, aliingia ndani ya watu katika roho. Hakuingia katika mwili. Na wewe ni mchungaji, si ndio? Wewe ndio kiongozi kanisani. Yes, mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ako ndani yangu. So hata Mungu hayuko huko kwa Yesu, ako ndani yako siku hizi. Enda kwa ile maandiko. Goja kabla maenda utaenda. Nataka kwanza nikupate. Unajua wachungaji wa aina yako ndio wanachapa watu kanisani, ndio nataka tuende pole. So kama Mungu yuko ndani yako wewe mchungaji, mtu akikuona wewe mchungaji amemuona Yes. So wewe ndio Mungu, wewe ndio Mungu. Kwa nini sema hivyo? Ndio nataka tuende pole. Unajua nyinyi wa Kristo hamjamuelewa huyu mchungaji. Anasema yeye ndio Mungu kwa sababu Mungu ako ndani yake. Sasa watu wakimuona huyu mchungaji watakuwa wamemuona Mungu. So huyu mchungaji ndio Mungu wenu wa Kristo siku hizi. Simaanishi hivyo. Namaanisha ni kama mimi unaona nikiwa nimeokoka. Si umeokoka wewe? Ni mtoto wa Mungu. Kumbe wewe tena sio Mungu, ni mtoto wa Mungu wewe. So wewe ndio ule wa Kristo. Wewe ni mtoto wa Mungu wewe. So wa Kristo wakati wanasema ati kuna mtoto wa Mungu ni wewe unakuanga hapa Ruben. Angalia maandiko katika kitabu cha Sikiza. Maandiko Yohana Mtakatifu chapter 8 verse 31, maandiko inasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, kama mmeshika neno langu na mimi nitawafanya watoto wangu. Sijakataa, ndio nataka nikuje pole. Wewe umetuambia wewe ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Na huyu mtoto wako ataita Mungu babu. Ataita Mungu baba. Sio babu. Si wewe ndio mtoto wa Mungu wewe? Mtoto awe amezaliwa leo, awe ni mzee, sisi sote tunaita Mungu baba. Sina tatizo. Ya kuita baba hata sina tatizo. Enda kwenye maandiko yangu. Ndio nataka enda kwenye maandiko. Waraka wa kwanza wa John chapter 4 verse 15. Hapo ndipo tutajua Mungu ako wapi. Haya. Hebu tumsomee. Alafu kaka, mbona nimekupa nafasi ulize swali utake kuuliza. Wengine wakiongea unaongea. Hiyo inaitwa bado kulaani tena. Huyu ni mchungaji. Goja kidogo. Unajua ni hizi tabia ndio mnawachapa makofi kanisani wachungaji. Ndio wachungaji wanachapa washirika makofi. Sasa kama mshirika atakuwa hivi, mbona asichapwe makofi kanisani? Juu unaona hata mchungaji anakasirika ni venye anafungia tu. Kama ingekuwa kanisa yake huwa angenyoroshwa makofi na afukuzwe. Anawacha kwa sababu kwa sababu hapa ni kwa reli. Msomee andiko tu. Ametoka wapi Petro? Ilikuwa ngapi? Petro ngapi? Waraka wa kwanza wa John chapter 4 verse 15. Chapter 4 verse 10. Ngoja kwanza tumalize moja. Mchungaji, hata hii kanisa yako mimi ningependa kuijua kama ndio unahubiringi hivyo si. Bala wacha tuende pole. Ngoja kidogo. Mungu ako pole na. Haya sawa. Mungu tunajua mahali yuko. Hatujui kupitia Biblia. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu hukaa ndani yake. Mungu hukaa ndani yake. Teremka kwanza usiongeze. Siwache andiko isomwe. Rudia andiko umalize. Wachungaji bana. Afadhali hivyo nilihama huko. Kwani siku hizi mnakulanga nini? Hebu rudia umalizie. Pole. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Mungu hukaa ndani yake. Naye ndani ya Mungu. Imeisha. Yule atakayekiri kwa kinywa chake Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ukaa ndani yake. Naye ukaa ndani ya Mungu. Sasa wewe uko ndani ya Mungu? Yes, kwa sababu nilikiri Yesu ni mwana wa Mungu. Hebu nieleze pole mchungaji. Utakaaje ndani ya Mungu? Pole ili tuelewe. Unajua sisi tunataka kusoma. Utakaaje ndani ya Mungu, hebu tueleze. Njia moja ya kukaa ndani ya Mungu ni wakati nimekaa katika neno lake. So ngoja nataka tuende pole. So ukifuata neno la Mungu, unaambiwa katika Biblia, ndio utakuwa umekaa ndani ya nani? Ndio utakuwa umekaa ndani ya Mungu. Kwa mfano kama neno gani hiyo ya Mungu ambao ukilifuata ndio utakuwa umekaa ndani ya Mungu? Pole utufunze mchungaji, pole.
ili neno ambapo huwa tunaipatia Neno gani kwa mfano? Neno gani kwa mfano? Ndio mtu akishika hiyo neno ndio atakuwa amekaa ndani ya Mungu. Mchungaji, mbona unatufunza maneno mazuri, tunatulia, tunataka kuelewa. Kama neno gani hivi? Kuenda kwa choo ama kuenda kwa bafu ama gani? Na imeandikwa wapi hii neno ukilishika hili ndio utakuwa umekaa ndani ya Mungu? Pole pole ili tukuelewe. Najua kanisani ndio unahubiri unanyamaza kwa sababu washirika hawezi kukuuliza swali, na wakikuuliza watakemewa. Hapa tunakuuliza ndio tujue neno gani ambao ukilifuata ndio utakuwa umekaa ndani ya Mungu. Tupe. Okay. Ile neno nazungumzia ni Yesu alikuwa anatembea akihubiri. Neno gani kwa Yesu? Alihubiri maneno mingi sana. Yesu amehubiri watu waende kwa sinagogi, ambao sinagogi tumeona ni msikiti. Yesu amehubiri mtu akiwa na kanzu mbili ampe moja. Nini, mambo mingi alihubiri. Tunataka specific ni gani ambayo hiyo neno ukilipata ndio Mungu atakuwa ndani yako. Kwa mfano kuna neno Yesu amepatiana, anasema ni la uzima wa milele, 17:3 Yohana. Kama hii ni ya uzima, hii sio ya kukaa ndani ya Mungu, ni ya uzima. Pole pole, huyu mchungaji huyu baba. Aya 3 inasema, na umuonyeshe mchungaji. Angalia hapa. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 17 aya ya 3. Na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Wakujue wewe. Mungu. Wa pekee, wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. So hii Yesu anasema ukijua Mungu ni mmoja wa pekee na wa kweli, na ukajua Yesu ni mtume wa Mungu, unapata uzima wa milele. Sio mambo ya kuwa mwana wa Mungu. Hii ametuambia, hii unakuwa na uzima wa milele. Sasa nataka hiyo neno ambao ukilishika Mungu atakuwa ndani yako. Ni gani hilo neno haswa? Kama hili tunaambiwa hili ukiliamini, Yesu anasema uamini Mungu ni mmoja wa pekee na ukaamini Yesu ni mtume wa Mungu, utapata uzima wa milele. Hii tumeambiwa. Sasa hii yako neno ambao mtu akilishika atapata, Mungu atakuwa ndani yake, ni gani? Ni hii tu, hii Bible. Ati Bible. Enda kwa neno gani ndio nataka hilo? Enda Yohana Mtakatifu chapter 1 verse 1 to 3. Yohana 1 mpaka 3. Tuone neno gani inasema. Si ndio hiyo? Verse 1 to 3. 1 mpaka 3. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Naye neno alikuwa. Sina shida na hiyo. Ni neno gani? Neno ambaye ni Mungu ndio hiyo. Hii ni mambo inatuelezea kuhusu mchungaji. Hivi sasa hata unafunzanga kanisani na mimi nimekuwa hambo. Hii inatuelezea kuhusu Mungu. Nimeuliza hivi, neno gani hilo unatuambia ukilishika Mungu atakuwa ndani yako? Limeandikwa wapi hilo neno? Na nikakupa mfano 17:3 inasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. So watu wakijua Mungu ni mmoja wa pekee na wa kweli na wakajua Yesu ni mtume wa Mungu, wanapata uzima wa milele. Sasa neno gani ambao ukilishika Mungu atakuwa ndani yako? Ndio natafuta. Umetutolea Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Hiyo haijasema ni neno watu walishike, ni mambo inaeleza kuhusiana na neno ambao vinye ilikuwa. Hivi wewe unafunzanga kanisani aje hivi? Sio mambo, sikia. Na mwanzo kulikuwa neno, na neno ilikuwa Mungu. Kabisa, wala sina tatizo. Sasa neno gani ukilishika Mungu atakuwa ndani yako? Huyo Mungu ambaye tunamuita neno. Sasa utamshikaje huyo Mungu ndio awe ndani yako? Kwani ni kitu unashika hivi kama mbuzi unalete ndani yako? Enda kwenye maandiko katika kitabu cha Warumi chapter 10 verse 17. Warumi 10:17. Kumbe ulikuwa nayo unatuficha. Mbona unatuficha tu bure? Na mtulia wa Kristo, huyu ni mchungaji. Yeye kasema mchungaji. Unajua Mungu ndiye upatia watu wake hekima, ingekuwa sio yeye. Sasa ningejua chenye ninaweza ongea mbele. Ungejua, si unaona sasa yeye ni mchungaji. Mtulie hivyo hivyo. Lakini hata bado hujajua. Ni mchungaji na bado hajajua. Tunaenda kwa wachungaji. Warumi chapter 10 verse 17. 10 verse 17. Warumi. Haya. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema, je, wao hawakusikia? Amekata wetu. Usiendelee. Unaona maandiko inasema chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno. Sasa wakati nimesikiza ile neno na nimeamini, hapo ndivyo inaingianga ndani ya mtu. Mimi sina shida na neno kuingia ndani ya mtu. Wala hiyo sina shida. Shida yangu ni moja. Sijauliza hivyo. Wewe shida yako ni uchungaji ndio inakutatiza. Kwa sababu mimi nimeuliza
neno gani ambao ukilishika Mungu atakuwa ndani yako. Hii tumeambiwa ni kuhusiana na imani. So ukitaka imani, tumeanzia chanzo cha imani. Imani sio Mungu kuingia ndani yako, hapana, ni vitu mbili tofauti. Imani ni kuamini Mungu yuko, imani ni kuamini kulikuwa Yesu, imani ni kuamini Musa alikuwa, hiyo ni imani. Sawa? So imani tunaambiwa inakuja kwa kujua, kwa kusikia. Sasa nilikuwa na ile neno kabisa. Kwa sababu maandiko imetuambia imani, chanzo cha imani ni kusikia. Hiyo ni imani. Kusikia uja kwa neno wakati umesikiza. Asante. Sina shida. Sasa nipatie neno gani ambao ukiliamini Mungu anakuwa ndani yako. Hata mimi nilikuwa nataka niliamini hiyo neno ndio Mungu awe ndani yangu. Ni gani hilo neno? Utuambie ni hili neno ukiliamini hili Mungu atakuwa ndani yako. Kama vile nimekuonyesha, ukiamini kuwa Mungu ni mmoja na ukaamini Yesu ni mtume wa Mungu, unapata uzima wa milele. Hiyo ni neno ambao tumeambiwa ukiliamini hivyo. Sasa hii ambao wako mchungaji umeleta, ambayo Mungu ndio akue ndani yako. Hata Wakristo wanataka Mungu awe ndani yao. Hawangepata hii njaa wanapata na nini? Sawa kwa sababu Mungu akiwa ndani yako wewe utakuwa umeshiba. Tulia, twende pole pole mchungaji. Hiyo andiko iko wapi? Maana mimi naona pia uchungaji unakusumbua kwa sababu wachungaji wenyewe Mungu kawatukana. Nimekupeleka kwenye maandiko nikakwambia vizuri, na mwanzo kulikuwa neno na neno alikuwa Mungu. Sina shida na kujua kama mwanzo nataka ile ya ngoja mchungaji. Mwache Mtakatifu chapter 1 verse 1 to 3. Oh, asante. Na mwanzo kulikuwa neno na neno alikuwa Mungu. Hiyo hakuna ingine. Asante. Wewe umetuambia wewe ni mchungaji? Mimi ni mchungaji. Wa kweli? Wa kweli. 56:10 Yeremia. Ndio tatizo mimi naona. 10 Yeremia. Ndio naona tatizo hapa. 56:10 ndio nashangaa mchungaji leo akanikoroga zaidi, na nikipata wachungaji kama hawa mimi naona mambo itakuwa vizuri. 56:10 Yeremia, Isaia 56:10. Pole kumbe huyu mchungaji, kumbe ni mchungaji. Hebu tusikie Mungu anasemaje kuhusiana na wachungaji. Pole tusikie. Kumbe mchungaji. Tena 10 pole. Aya 10 inasema hivi. Biblia inasemaje? Huyu atatoroka. Walinzi wake ni vipofu. Kwanza kuna watu tunaambiwa hao walinzi ni vipofu. Teremka. Wote pia hawana maarifa. Tunaambiwa pia hawana maarifa hao walinzi. Hawana maarifa kabisa. Teremka. Wote ni maumbwa. Tena tunaambiwa hao walinzi wote ni maumbwa. Hatujajua ni nani. Mbona mnacheka na hatujajua ni nani? Tuteremka chini tunajua ni nani hao maumbwa. Wote ni maumbwa. Walio bubu. Tena hawa ni maumbwa walio bubu, maana yake ni vipofu. Kipofu akiongeza kipofu mwenzake wote motoni. Hawawezi kulia. Tena hawawezi kulia. Wota ndoto. Tena wanaota ndoto. Jana usiku niliota ndoto nikiwa kwa Mungu. Somebody say hallelujah. Tutawajua. Teremka pole pole. Inaendelea kusema. Huota ndoto. Hupenda usingizi. Tena wanapenda sana usingizi, manake hata kazi hawapendi kufanya. Kazi. Naam. Maumbwa hao wanachoyo sana. Teremka. Hawashibi kamwe. Na hao umbwa. Hao umbwa ni wachungaji. Ala. Sasa Biblia unajua sijaandika hii. Unajua mbona msinipeleke mbato pole mchungaji. Unajua pole tu ili tuelewane. Unajua hata mimi ni innocent. Biblia inaniambia hawa wachungaji ni nini? Ni maumbwa. Na wewe ni nani? Mimi ni mteule. Kumbe wewe sio mchungaji, ni mteule, mtu ambaye amechanguliwa. Unasikia? Ameacha uchungaji msikie. Amesema yeye ni mteule si mchungaji. Sasa msirudi kumuita mchungaji. Yuko hapa ajaenda mbali. Amesema yeye ni mteule wa Mungu, yeye sio mchungaji. Manake nyinyi mimi ni mteule na bado mimi ni mchungaji. Asante. Inategemea ni uchungaji wa aina gani. Hata shetani yako na wachungaji. Inategemea ni mchungaji wa aina gani. Asante. Ngoja. Ni mchungaji wewe. Amesema ni mteule lakini mchungaji. Wacha tuulize ngoja. Zakaria hapana. Atuende tulia utauliza. Zakaria 13 hapana 13 Zakaria. Hebu tuulize naye Zakaria anasemaje kuhusu hawa wachungaji.
13 Zakaria. Mimi nawapeleka wachungaji, nikipata wachungaji na raha mimi. Sina wasiwasi. 13 Zakaria. Yeyote ako na Biblia fungue Zakaria 13. Zakaria naye anasemaje kuhusu hao wachungaji? Hasira yangu, Mungu anasema hasira yangu mimi Mungu imewaka juu ya wachungaji. Allah, Mungu naye anasema hasira yake imewaka juu ya nani? Wachungaji. Na wewe ni mchungaji? Mimi ni mchungaji. Na hasira ya Mungu imewaka juu ya? Inategemea ni akina nani. Rudia tusikie akina nani? Kuna wale wa kujiita na kuna wengine wa kuitwa. Sasa wewe ngoja pole tu. Nataka nielewe. Wewe umeitwa mchungaji ama umejiita? Mimi nimeitwa. Uliitwa na nani mchungaji? Niliitwa na Mungu. Wapi andiko Mungu kwenye maandiko katika kitabu cha Warumi chapter 10 verse 9. Jina yako iko hapo? Hapana. Ala, sasa utasemaje uliitwa? Sasa utasemaje uliitwa? Niliitwa kupitia hiyo maandiko. Tulia. Usiwe na wasiwasi. Unajua sitakangi kupeleka wachungaji mbio kwa sababu kesho hawatakuja. Napenda wakati ambapo ninamkiri Yesu Kristo. Ngoja, una roho wewe? Wewe una roho wa Mungu? Yes. Wewe una roho? Yes, ako ndani yangu. Roho ako ndani yako? Yes. Uko na roho wewe? Yes. Kwa nini nasema ni ngoja? 9:7 Hosea, kumbe ana roho. 9:7 Hosea. Kumbe huyu ana roho ndio tunasumbuka na yeye hapa. 9:7 Hosea, Biblia inasemaje? Mambo ni ya Hosea inasema. Kumbe ako na roho na sikuwa najua. Na kusomea yako, kuwa mpole. Nitakusomea. Warumi naenda, usiwe na wasiwasi. Nataka niakague hii roho yako ambayo uko nayo ni aina gani? 9:7 Hosea. 9:7 alafu unyamaze nikisoma. 9:7 Hosea. Usiende mbali mchungaji. Na usipate pressure ukashindwa kuhubiri kesho. 9:7 Hosea. 9:7 kitabu ni cha Hosea inasema. Siku za kulipa, siku za kupatilizwa zimekuja, siku za kulipa zimefika. Israeli atayajua hayo. Huyu nabii ni mpumbavu. Huyu mtu mwenye roho kama mchungaji wetu hapa amesema ako na roho. Huyu mtu mwenye roho kama huyu mchungaji? Huyu mtu mwenye roho ana wazimu. Ala, kumbe Biblia inasema ukisikia mtu ana roho. Enda kwenye maandiko ujue Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Asante. Hakuna shida. Sikiza mchungaji. Hakuna shida. Dakika moja tu. Hakuna shida mchungaji. Sasa tulia ndio niongee na wewe. Usipate pressure. Ukipata pressure utaanza kunywa dawa ya pressure. Usipate pressure. Tulia wewe uko fresh hata naona wachungaji kama ndio tunataka. Sasa mchungaji, imefika saa 12:30 tunaenda kuswali. Kesho utakuwa kwa hii kiwanja. Mimi nitakuja mapema juu yako wewe mchungaji. Kesho utakuja kwa hii kiwanja? Mapema? Nitakuja. Asante. So kesho saa 10:30 tupatane kwa hii kiwanja, mchungaji atakuwa, msiwe na wasiwasi. Tunasema alhamdulillah. So kesho kwa sababu tunakimbia kwenda kusali. Kuhusu Roho Mtakatifu. Kabisa tunazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu na tuone kama mchungaji ako na roho. Kesho tutaangalia. Mchungaji huwa na kanisa lake la mabati. So msiwe na wasiwasi, ni mchungaji mzuri. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.